Naam, uhali gani mtazamaji wetu popote pale ulipo? Karibu katika taarifa ya habari kwa ufupi mchana wa leo. Jina langu ni Margaret Itara, nipo tayari kukuletea habari za kitaifa, kimataifa, baadaye michezo na burudani. Tunaanza na habari za kitaifa. Wakazi wa wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza wanatarajia kunufaika na uzinduzi wa kamati ya ushauri wa kisheria, ikiwa ni hatua ya utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria bila malipo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tupate taarifa zaidi na mwanahabari wetu Henry Kavirondo. Miongoni mwa migogoro mikubwa inayoshika hatamu katika wilaya ya Nyamagana ni ardhi. Hali ilikuwa ni mbaya sana, watu wamedhulumiwa haki zao sana. Hasa upande wa ardhi na mambo mengine. Mtu anaweza kuwa kabisa na haki yake, lakini kwa sababu hajui sheria anatishwa, anafanya nini, mali yake inakwenda inapora. Tunategemea utatuzi wa haraka, na mwanzo nimezungumza kwamba wanaposhindwana kwenye ngazi ya serikali za mitaa, sisi tunawaandikia barua kwenda kwenye ngazi ya kata. Ngazi ya kata utakutana na hawa na sheria. Akina mama nao wanataja msaada wa kisheria bila malipo kama mkombozi mkubwa wa haki zao. Kwa mfano unakuta mama wa familia yeye anashinda nyumbani, anafanya shughuli za nyumbani, analima, anapika, anafanya nini, baba yuko kazini. Lakini unapofika kwenye mgawanyo baba anakuambia kwamba kwani unafanya kazi gani? Kupika tu. Lakini wakati wanasahau kwamba mama ni msaada mkubwa katika malezi ya watoto. Utatusaidia sana kuendana na changamoto tunazopata kwa wenyekiti wetu wa mitaa. Kwa sababu wakati mwingine tukiwa tuna changamoto unakuta mwenyekiti wa mtaa hawezi akatatua, lakini wakiwepo wana sheria kidogo inaweza ikatusaidia sana. Nuru Mwambugu ni wakili wa serikali kutoka ofisi ya mkoa wa Mwanza. Hapa anaeleza lengo kubwa la kutoa msaada wa kisheria bila malipo. Ni kwa ajili ya utekelezaji pia wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwamba wananchi wafikiwe katika mahali walipo kila eneo, na pia wapewe ushauri wa kisheria bure, kwa sababu kuna wananchi wengine ambao hawawezi kufika kutokana na umbali pengine, lakini kutokana na masuala ya kiuchumi. Akizindua kamati ya ushauri wa kisheria, mkuu wa wilaya ya Nyamagana Amina Makilagi amesema serikali ina wajibu wa kutengeneza mazingira wezeshi kwa kamati ya ushauri wa kisheria ili kutatua kero mbalimbali katika jamii. Kupunguza vitendo vya uonevu vinavyovunja sheria na taratibu. Hapa kabisa ndio panapogundulika na wananchi wamekuwa wakilalamika. Unakuta mwananchi anaonewa kabisa. Mtu anafanya maamuzi hazingatii sheria. Uonevu wa kupitiliza, hata mwingine uonevu wa ukatili wa kijinsia. Mtu anafanywa ukatili huko kwenye eneo analoishi. Kamati hii pia itatusaidia. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Shukran Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo. Serikali mkoani Tanga imezindua uendelezaji wa uchimbaji visima 108 vinavyotekelezwa na wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA, ukiwa ni mpango wa kitaifa wa uchimbaji visima 900 katika majimbo yote nchini ili kutatua changamoto ya ukosefu wa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani akizindua mradi huo katika wilaya ya Korogwe, ambapo mpaka sasa tayari vimechimbwa visima 5 kwa jimbo la Korogwe vijijini na visima 3 kwa Korogwe mji, huku lengo likiwa ni kuchimba visima 9 kwa kila jimbo. Hii yote ni kuhakikisha kwamba tunamtua ndoo kichwani mama, kama ambavyo Mheshimiwa Rais alipotaka kufanya. Sasa maji yataserereka, yataenda sio tu kwenye DPE moja, yatafuata watu. Maji yatashuka kufuata watu ili watu wasiende umbali mrefu, lakini tumepeleka maji mashuleni. Watoto walikuwa wanakwenda na vidumu vya maji, asubuhi wanatoka naenda na vidumu. Mradi huo unajumuisha ujenzi wa visima pamoja na miundombinu ya maji, ambapo mpaka kukamilika kwake utagharimu kiasi cha shilingi milioni 656.4. Kazi hii itaendelea na wenzangu nimeshaagiza kila eneo ambalo halijafikiwa na huduma ya maji na linaweza kufikiwa kupitia mtandao huu mtafikiwa ndani ya muda mfupi na watu wote mtaoga maji safi salama. Hii inaongeza hali ya upatikanaji wa maji kwa 2.9, yani kutoka 67 ambayo tunao sasa hadi kufikia 69.9. Leo wanawake sisi tumetoka kwenye changamoto za kutoka shambani na kwenda huko Lwengela kuchota maji. Leo tunashukuru kwa uzinduzi wa maji yetu wa Mama Samia aliyotuletea. Tunamshukuru mama kwa hilo. Maji yalikuwa mbali na sisi ya mtoni, yani tunaoga maji sisi, tunakunywa maji sisi salama. Ni maji tu lakini sisi salama. Kwa hiyo tunashukuru, tunakunywa maji salama. Tutakunywa maji salama kutokea kwa
Lowassa. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Shukran Raya Kipingu kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tunaendelea kusalia huko kaskazini mwa Tanzania. Serikali imewataka wawekezaji wa madini ya vito walioanza uchimbaji katika tarafa ya Loliondo wilayani Ngorongoro mkoani Arusha kuhakikisha wanatekeleza sera ya uwajibikaji kwa jamii CSR kwa kushiriki katika utatuzi wa changamoto mbalimbali zikiwemo za miundombinu ya elimu, afya na maji kwa wenyeji wa eneo hilo ambao ni jamii ya wafugaji wa asili. Tupate taarifa zaidi na mwanahabari wetu Novatus Makunga. Kwa asili, tarafa ya Loliondo yenye eneo la ukubwa wa kilomita za mraba 1400 ni eneo la hifadhi ya wanyamapori, misitu na utalii, lakini kwa miaka ya karibuni imebainika kuwa na utajiri wa madini ya vito. Kamera ya Channel 10 inalazimika kufuatilia shughuli hii mpya ya kiuchumi kwa eneo hili la Loliondo. Kanali Wilson Sakuro ni mkuu wa wilaya ya Ngorongoro ambaye ndiye anatoa msisitizo wa serikali kwa mwekezaji wa madini hayo yanayochimbwa katika kata ya Enguserusambu kutekeleza sera ya wajibikaji kwa jamii, yani Community Social Responsibility CSR. Ana maelekezo mahususi kuhusiana na kibali chake kwamba awahudumie jamii atakayoikuta, basi na yeye lazima atashirikiana nao kuhakikisha kwamba changamoto zao zinatatuliwa na kwa wakati. Kwa hiyo rai yangu kwao, wananchi wote watoe ushirikiano kwa wawekezaji wanapokuja katika wilaya yetu. Wananchi wa kata hiyo hususani wa kijiji cha Naani wanaeleza kunufaika na madini hayo baada ya mwekezaji kuanza kushughuli ya uchimbaji wa madini. Na mwekezaji huyu ametusaidia kujenga ya madarasa. Kabla yeye hajaja huku kijijini, atakuwa na mradi hii la ujenzi wa madarasa ya shule ya misingi 8. Watoto wetu wanapata chakula cha mchana hapa shuleni na hatuna jiko kimsingi. Kwa hiyo tumepata ahadi hiyo ya kujengewa jiko na store, na tumeambiwa na serikali ya kijiji kwamba atakayetekeleza mradi huo ni Bwana Tesha. Hapa ni ofisi ya kijiji na tunasema kwamba amejenga yeye Tesha mwenyewe kuanzia hatua msingi mpaka kumalizia, kutokana na uchimbaji wa mgodi huo ambao unamilikiwa na kijiji ambayo sasa ni jamii. Kwa upande wake mwekezaji wa madini ya vito ya Loliondo, Prosper Tesha, ameahidi kuendelea kushirikiana na jamii hiyo na kuitaka jamii kufuata taratibu na miongozo ya serikali. Tuendelee kushirikiana. Tushirikiane, tufuata taratibu kama sheria za nchi zinavyotuelekeza. Tushirikishane, tutafanikiwa kufanya maendeleo makubwa katika jamii hii yetu. Katika utekelezaji wa sera ya uwajibikaji kwa jamii CSR, mwekezaji huyo ameshiriki katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya jamii kwa zaidi ya shilingi milioni 347. Ni Novatus Makunga, Channel 10. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Ridhiwani Kikwete amesema katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Watanzania wameshuhudia maboresho makubwa katika sekta ya hifadhi ya jamii. Tupate undani wa taarifa hii. Waziri Kikwete ametoa taarifa hiyo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa bodi ya mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF, ambapo pamoja na mambo mengine ameitaka bodi hiyo mpya kuhakikisha inaongeza kasi ya uandikishaji wa wanachama, ukusanyaji wa michango pamoja na ulipaji wa mafao. Misingi hii ni muhimu ya kuhakikisha kwamba mfuko wetu unafanya kazi kwa ufanisi, usawa na kutoa haki. Misingi hii inalenga kutuwekea uwajibikaji na kuhakikisha kuwa kila mtumishi anawajibika katika eneo lake la kazi, anakuwa na mwadilifu kwa kupenda maendeleo, kupinga rushwa, kuweka ubunifu na kubuni mbinu mpya za kuboresha huduma ya kazi, ushirikiano kazini kwa kuimarisha ushirikiano baina yenu na watumishi na viongozi, lakini msisitizo mkubwa ukiwa ni uwazi katika kutoa taarifa za shughuli za mfuko ili kuongeza uaminifu na ufanisi. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa mfuko wa PSSSF Abdurazaki Badru amejivunia mafanikio makubwa yaliyopatikana, huku akieleza mafanikio hayo yanatokana na ushirikiano mzuri uliopo miongoni mwa wafanyakazi wa mfuko huo, ambayo ni nzuri sana. Watumishi ambao watenda kazi wako vizuri sana na sisi wenyewe tuko vizuri, na tunazo nyenzo na rasilimali za kutosha kutenda kazi na kutimiza majukumu yetu ya kusimamia maslahi ya wanachama, kukusanya michango,
kulipa mafao, kufanya shughuli za uwekezaji wenye tija katika sehemu ambazo zinarejesha tija na kuongeza thamani ya kitega uchumi cha mfuko huu. Naye mwenyekiti wa bodi hiyo Joyce Mapunjo akitoa salamu za shukurani kwa niaba ya ujumbe wenzake, amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumwamini na kumteua kushika wadhifa huo na kumwahidi waziri kwamba bodi hiyo itafanya kazi kwa mujibu wa sheria na taratibu. Kwa hiyo sisi tumesema kwamba tumepewa kazi ambayo sio nyepesi. Kazi sio nyepesi. Lakini not only that, terms of reference za PSSF zina impact kubwa sana katika uchumi, na ndio maana wamesema kwamba katika kile kipengele cha uwekezaji lazima tuwe makini kuwekeza kitu ambacho kina add value. Lakini la muhimu zaidi, mimi pia ni mdau muhimu, mimi pia ni mstaafu. Kwa hiyo pia katika wale stakeholders mmoja wapo ni wastaafu. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri kusiwe na malalamiko. Hamisi Mkotia, Channel 10, Dar es Salaam. Shukran Hamisi Mkotia kwa taarifa hiyo. Mkutano wa wadau wa sekta ya uchukuzi 2025 umeanza jijini Dar es Salaam ukiwaleta pamoja viongozi wa sekta za usafirishaji, watunga sera na wataalam wa mnyororo wa ugavi ili kujadili mustakabali wa biashara na miundombinu katika ukanda wa Mashariki na Kusini mwa Afrika. Mwanahabari wetu anatupasha. Kauli mbiu ya mkutano huo ni Tanzania, lango la ubora katika kukuza ushirikiano na usambazaji wa bidhaa Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika kwa mafanikio ya kimataifa, ukisisitiza nafasi muhimu ya Tanzania katika biashara ya kikanda. Mgeni rasmi kwenye ufunguzi wa mkutano huo alikuwa afisa masoko wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA Fatima Adadi Rajab, ambaye amehimiza ubunifu katika usafirishaji wa mizigo, mabadiliko ya kidigitali na fursa za uwekezaji. Tanzania kama inavyojiandaa kuwa industrial hub kwa East, Central and Southern Africa, tunakuwa sana. By 2050 Tanzania itakuwa nchi ambayo ina produce bidhaa nyingi sana, na bidhaa hizo na uhakika zitakuwa haziwezi kutumika tu kwa nchi yetu pekee yetu. Bidhaa zitatumika na zitaweza kufika beyond, nje ya nchi ya Tanzania. Hivyo kwa wadau wote lazima tujiandae kuhudumia bidhaa zetu, tujiandae kuhudumia mizigo yetu ambayo inakuja. Mkuu wa kitengo cha bidhaa na biashara wa benki ya Stanbic, Stephen Mpuya, waliodhamini mkutano huo, anaeleza mchango wa taasisi hiyo katika kuchochea ukuaji wa sekta ya usafirishaji ili kufikia malengo ya kiuchumi. Ndani ya miaka miwili iliyopita tumetoa walau dola bilioni 1 kwa ajili ya kusaidia biashara mbalimbali katika kutatua matatizo yao au changamoto zao ama mahitaji yao ya kila siku. Lakini tumekuja hapa leo tukiwa na huduma ya commercial asset finance ambayo ni msaada kwa ajili ya makampuni especially ambayo yako katika hii sekta ya usafirishaji kupata mashine, kupata magari, kupata vifaa ambavyo vinasaidia hii sekta ya logistics. Esther Mtebe, Channel 10. Shukran Esther Mtebe kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kwa kumalizia habari za kitaifa, turejee tena kanda ya kaskazini ambapo mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga amepiga marufuku na kutoa onyo kwa uongozi wa wilaya ya Hanang kuchangisha wananchi fedha kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya madarasa kutokana na serikali kutoa fedha za kutosha kwa lengo la ujenzi huo. Elia Kimani anaarifu zaidi kutoka Manyara. Wilaya Hanang ni moja ya maeneo yanayotekeleza sera ya elimu inayotaka kila kijiji kiwe na shule ya msingi na sekondari kila kata, lakini kutokana na changamoto upungufu wa vyumba vya madarasa hususan shule za msingi unaopelekewa na ongezeko kubwa la watoto shuleni unapelekea kuanzishwa kwa uchangishaji wa michango kwa wananchi maeneo ya vijijini. Akiwa kwenye ziara kukagua miradi inayotekelezwa na serikali, mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga kwenye kata ya Laganga na Isponga kabaini uchangishaji mkubwa wa michango kwa wananchi kwa ajili ya ujenzi wa shule. Kwa hiyo huko majumbani huko, kama mmefuga vikuku vyenu, hakuna kwenda kuuza. Chinjeni, mchemshe supu, mnywe vimashavu vijae.
Hawa jamani, Mama Samia analeta fedha za kutosha kwenye miradi. Nyinyi wenyewe mkisema kwamba mnaamua kuunga mkono juhudi za serikali, nyinyi wenyewe mmeamua kwamba tumeletewa fedha, basi kuja sisi tukafanye msingi, japo tuchimbe msingi kwa sababu mradi ni wa kwetu. Lakini sio lazima mgongee asubuhi saa 12 na mkeo hujaamka uende kuchimba msingi. Hakuna hiyo. Kazi ambayo imeshafanywa na serikali. Zipo changamoto ndogo ambazo bado hazijamalizwa. Na ndiyo maana itakapo ndani ya mkoa wa Manyara zimetolewa zaidi ya bilioni 335.6. Makofi ya kutosha. Shule ya msingi Nyanshi iliyopo kata ya Laganga kijiji cha Nyanshi ni mojawapo ambayo wananchi wake wanaiomba serikali kuona uwezekano wa kuweza kuwaongezea vyumba madarasa ili watoto wao kuweza kusoma katika hali nzuri. Tunazo changamoto kuhusiana na shule yetu ya Nyaeni. Shule yetu ya Nyaeni ina madarasa pungufu, alafu wanafunzi wetu wanasoma kwa shida, hamna madawati, watoto wanakaa chini. Lakini ina madarasa 8 tu ambayo pengine watoto wanakaa, na vile ile shule kama imesahulika kwamba toka mwaka 2006 wananchi wakaibua ile shule. Ziara hii ya mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga katika wilaya Hanang ambayo itadumu kwa siku 4 imebeba kauli mbiu inayosema sivui buti mpaka kieleweke. Kutoka wilaya Hanang mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Shukran Elia Kimani kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, sasa ni habari za mataifa mbalimbali duniani. Jeshi la Israel limetangaza kuwa jeshi lake la anga limefanikiwa kuzuia makombora mawili yaliyorushwa kutoka Yemen siku ya Alhamisi kabla ya kuingia kwenye anga ya Israel. Ving'ora vya mashambulizi ya anga vilisikika mjini Jerusalem, Tel Aviv na maeneo mengine ya Israel ya kati kufuatia kurushwa kwa roketi kutoka Yemen, ambapo ilisikika milipuko mikubwa huko Jerusalem. Picha zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha vipande vya roketi vikianguka katika mji wa Ad-Darihia karibu na Hebron, kusini mwa ukingo wa magharibi unaokaliwa. Shirika la utangazaji la Israel limeripoti kuwa mfumo wa ulinzi wa makombora wa Marekani wa THAAD ulishiriki katika kuzuia makombora yaliyorushwa kutoka Yemen kuelekea Israel. Kwa upande wao, Wahuthi walisema walilenga uwanja wa ndege wa Ben Gurion na kambi ya kijeshi katikati mwa Israel kwa makombora mawili. Kwa upande wa michezo na burudani, wakati sakata la maamuzi kuhusu hatma ya mchezo wa Kariakoo Derby ulioahirishwa Machi 8 mwaka huu likiendelea kusababisha sintofahamu miongoni mwa wadau wa soka nchini, hatimaye leo waziri mwenye dhamana ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Paramagamba Kabudi amekutana na viongozi wa klabu za Yanga na Simba pamoja na viongozi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na bodi ya ligi kuu Tanzania bara kwa lengo la kupata suluhu ya sakata hilo. Mwanamichezo wetu Eden Bahati alikuwa shuhuda wa tukio hilo. Fahamu ya mchezo wa Kariakoo Derby ambao ulipangwa kupigwa Machi 8 kati ya Yanga dhidi ya Simba ikiendelea. Leo hii waziri mwenye dhamana ya habari, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi amefika hapa katika ofisi za BMT katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kuzungumza pamoja na bodi ya ligi na viongozi wa timu hizi mbili kwa maana Simba na Yanga. Na sasa tukapata kusikia japo kwa uchache. Kwa hiyo tulikwenda kufikisha ujumbe wetu na uhusiana na position yetu kama taasisi, lakini pia mheshimiwa waziri na timu yake wakatusikiliza kwa kirefu, wakapata nafasi ya kuuliza maswali, tutakujua na tuliweza kufikisha ujumbe wetu vizuri. Na mheshimiwa waziri alikuwa na mwanzo mzuri kwa kueleza kwamba platform hiyo sio platform inaweza kufanya maamuzi, isipokuwa ni platform ya kutafuta solution ya tatizo ambalo limetokea. Kwa alikuwa anataka kujifunza kutoka kwa Young Africans nini hasa kinachowasibu na nini position yao. Kwa hiyo tumeweza kufikisha yote ambayo tunastahili kufikisha kama viongozi, ambayo yanabeba ujumbe wa kamati ya utendaji, lakini ujumbe wa wanachama wetu na mapenzi na mashabiki walioko nchi nzima. Ujumbe huu umefika, mheshimiwa waziri na timu yake wamepokea, tumewaachia wafanye kazi na tumekubaliana tutakuwa na vikao vingine endelevu kwa ajili ya kutafuta solution ya jambo hili. Kwa nichukue fursa hii kufikisha message hii kwa wanahabari ili muweze kujulisha umma wa Tanzania, lakini pia nichukue fursa hii kuambia wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans, sisi tuko hapa kwa ajili ya kusimamia interests za taasisi yetu.
na ni watoe hofu ya namna yoyote, wasiingiwe na hofu namna yoyote. Viongozi wao ni viongozi imara na wako hapa kwa ajili ya kusimamia interest ya taasisi. Kwa hivyo wakae kwa kutulia. Maendeleo ya soka Tanzania Kama yapi? Maendeleo ya soka yako mengi. Kuna maeneo mengi ambayo waziri kama mnavyofahamu ni mpya katika wizara hii, pamoja na uzoefu mkubwa walionao, lakini kuna mambo ambayo yatakiwa tujadiliane ili kuweza kupata mtazamo wa pamoja. Ni sehemu ya ambayo yamejiri katika kikao hicho. Kutoka katika uwanja Benjamin Mkapa, mimi ni Eden Bahati na hii ni Channel 10 Michezo. Naam, shukran Eden Bahati kwa taarifa hiyo upande wa michezo. Mtazamaji, mpaka hapo sina la ziada katika taarifa ya habari kwa ufupi. Tafadhali usikose kutazama mfululizo wa habari hizi na nyingine nyingi ifikapo saa 1 kamili jioni. Jina langu ni Margaret Itala. Asante.